Bwana Yesu, ninakushukuru wewe unayetupenda. Umetupa wakati tena wa kuwa mbele zako na kujifunza kitu kutoka kwako ili kitupe faida. Maana ndilo kusudi lako la milele, kwamba utufundishe sisi ili tupate faida. Faida hiyo ni katika ulimwengu huu wa sasa mpaka ulimwengu ule ujao. Hivyo Roho Mtakatifu muachilie kwetu, awe mwalimu, kiongozi, awe mshauri, awe mwelekezi kwa viwango vya ufahamu wa kimbingu, kwa jina la Yesu. Na ninakataa namna yote ya upinzani sawa sawa na lile neno lako ya kwamba tukiteka nyara kila fikira inayojiinua juu ya elimu yako Mungu ili ipate kumtii Kristo. Hivyo ndivyo na kutiisha ewe fahamu na akili za kibinadamu, na kutiisha chini ya uwezo, nguvu na mamlaka ya Mungu aliye hai. Yatii mapenzi ya Baba tangu sasa, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninalo neno ambalo linasema namna ya kuruhusu utendaji kazi wa Mungu katika maisha yako binafsi au maisha yangu binafsi na ndani ya kanisa. Kuruhusu au namna ya kuruhusu utendaji kazi wa Mungu kwenye maisha yako binafsi. Yaani kila siku useme nimemuona Bwana, nimeuona mkono wa Bwana, nimemuona Mungu kila siku za maisha yako. Usijione mpweke, usijione uko peke yako. Siku zote uwe na ushuhuda wa kumuona Mungu kwenye maisha yako. Lakini pia unapokuja kanisani, unapokuja kwenye ibada, useme kwenye ibada hii nimemuona Mungu, kwenye ibada hii nimekutana na Mungu, kwenye ibada hii Mungu amesema na mimi. Yako mambo kadha wa kadha ambayo yana uwezo wa kukufanya ukaishi na Mungu, ukatembea na Mungu, ukatembea kwenye lile agizo la Mungu au kwenye ile ahadi ya Mungu kwamba tazama nitakuwa pamoja na nyinyi hata ukamilifu wa nini? Wa dahari. Haijalishi nyakati zinazokufaa au nyakati zisizokufaa, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Ikiwa tu yako mambo machache ambayo utayazingatia na kuyaishi kwa ukamilifu, Mungu hatakupungukia mahali popote, na wala hatutakujuta na kudhani ibada fulani pengine ilikuwa na ugumu, pengine hatukumuona Mungu. Haiwezi kutokea kwetu. Nasema haiwezi kutokea. Lakini ni lazima tukidhi viwango ambavyo Mungu anataka. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema tena na kwa jina la Yesu. Kabla sijakupeleka kwenye jambo lenyewe halisi, nataka nikudhihirishie baadhi ya maandiko machache tu, nikukumbushe kwamba Mungu anataka kuwa pamoja na wewe. Sema amen. Mungu anataka kuwa pamoja na wewe, anataka kuwa pamoja na mimi. Yaani Mungu anataka sana ushirika wake na mwanadamu kila siku. Hajawahi kukinai wala kuchoka kuwa pamoja na mwanadamu, na wala hajawahi kuchoka kwamba asidhihirike katika viwango anavyovitaka kwetu wanadamu. Anataka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Isaya 66 mstari wa 2, mojawapo wa mstari tumeizoelea kwa namna fulani, lakini naomba leo uone kwa upya. Chukua nafasi ya kutafakari kwa upya mstari huu. Anasema, maana mkono wa Mungu ndio uliofanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutokea, asema Bwana. Lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia, mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu mimi. Anayeongea ni Mungu. Ana maana gani? Katika vitu vyote tunavyoviona vilivyoko duniani, viko chini ya uwezo wa Mungu wetu.
na anatushangaa sana, anaona tunapambana tuvipate hivyo kwa akili zetu, kwa uwezo wetu, tukimwacha Mungu nyuma. Anasema mkono wa Mungu ndio uliofanya hivi vyote. Mkono wa Mungu unataka nini? Mkono wa Mungu ndio uliofanya. Kwa hiyo viko chini mamlaka na uwezo wa Mungu. Lakini anashangaa anapoona hivyo vitu vinachukua nafasi badala ya Mungu mioyoni mwetu. Yaani tunatafakari sana, niwe na hiki, niwe na hiki, nipate hiki, nipate kile, na kukaa mbali na Mungu, wakati hivyo vyote viko chini ya uwezo wake. Lakini pale anasema, lakini mtu huyu ndiye nitakayemwangalia. Maanake katika vitu vingi sasa alivyovifanya yeye, mkono wake vikapata hapo, hata vitazama kama anavyoweza kukutazama, kama anavyoweza kumtazama mtu wa namna hii mwenye sifa hizi. Narudia tena, pamoja amevifanya vitu vyote tunavyoviona vingi vilivyoko duniani, vizuri na vibaya, lakini hata vitazama anavyoweza kumtazama mtu huyu mwenye sifa hizi, ambaye anasema mtu aliye mnyonge. Hii maana ya mnyonge haina maana ya mtu dhaifu kwa jinsi ya kibinadamu tunavyowaza. Hebu sema amen. Nikupe mfano huu. Katika ufalme wa Mungu, usipokuwa tayari kuipoteza haki yako kwa ajili ya Mungu, sawa? Usipokuwa tayari kupoteza haki yako kwa ajili ya Mungu kwa jinsi ya kibinadamu, huwezi kumpendeza Mungu, huwezi kukaa karibu na Mungu. Unisikilize. Ndio maana anasema mwenye kuiokoa nafsi yake ataiangamiza, lakini mwenye kuiangamiza ataiokoa. Maana yake nini? Ambaye anapambana kwa akili zake, anapambana kwa nguvu zake aweze kujiokoa, eza asiaibike, eza asichekwe, eza asionekane mjinga, eza asionekane mpumbavu, anapambana aonekane mshindi, anatafuta kupata sifa, anatafuta kupata kibali, kukubaliwa na wanadamu kwa nguvu zake, kwa akili zake, kwa namna ya kibinadamu. Awe na uhakika au uwe na uhakika, ndio unaiangamiza. Bado hujanielewa, nikupe mfano. Wakati Yesu anatafuta kuwa mkubwa, mwenye mamlaka na uwezo na nguvu juu ya vitu vyote vilivyoko duniani, akiwamo na wanadamu, alijifanya si kitu. Biblia inasema kwamba alinyenyekea. Sio kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kujitetea, hana uwezo wa kujipigania, hana uwezo wa kutumia mamlaka aliyokuwa nayo saa ile, ila kwa sababu ya kutii mapenzi ya Mungu alinyenyekea, akawa mtiifu. Kuna saa ya kujifanya huongei hata kama una uwezo wa kuongea kwa ajili ya mapenzi ya Mungu aliye hai. Kuna saa ya kuto kufanya hata kama una uwezo wa kufanya kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Sasa kwenye maisha yetu Mungu anachokitafuta ni katika kila neno, katika kila jambo lolote ambalo tunakwenda kulifanya, haijalishi kibinadamu litaonekana kuwa na faida, lakini ikiwa si mapenzi ya Mungu, halitaleta utukufu kwa Mungu, jambo hilo halitakuwa na maana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema mtu aliye mnyonge. Manake mtu ambaye yuko tayari apoteze haki yake katika kuyatunza mapenzi ya Mungu. Mtu aliye tayari kupoteza haki yake
ili mapenzi ya Mungu yafanyike. Umesingiziwa jambo, lakini unaona kabisa kwamba katika hili linalozungumzwa, linaloendelea, sijalifanya. Moyo wako unakuthibitishia una amani, hujalifanya. Basi ukisema sijalifanya, neno moja linatosha kukupa haki kuliko maneno elfu atakayozungumza kukushinikiza kwamba umefanya. Sasa wengi unaweza kadhani kwa neno moja sijaeleweka, sijasikika, sijaeleweka kwa neno moja. Ungetaka uongeze tena. Ndio maana mahali pengine Yesu walipomshutumu katika mambo mengi, aliishia kusema wewe wasema. Maneno elfu hayakuweza kubadilisha msimamo wake. Kwa nini? Yuko tayari aipoteze haki yake kwa namna hiyo, hata wamshutumu ni mwongo, washutumu si kweli, lakini kwa kuwa anajithibitishia, moyo wake ndio unaomthibitishia kwamba jambo hili liko hivi, haijalishi wengi watapinga. Sasa Biblia inasema kwamba katika wingi wa maneno hapakosi uovu. Kwa yeyote anayetaka aeleweke kwa wingi wa maneno, ajue anatafuta uovu, anaitafuta dhambi, na ule uovu ndio unaomtenga na Mungu, unamtenga mtu huyu na Mungu. Lakini lile neno moja lina uwezo wa kumfanya Mungu akae na wewe, awe katikati yako, atembee na wewe, adhihirike kwako na akupiganie. Nakumbuka siku moja tukiwa ofisi ya kata, sema amen. Tulikuwa ofisi ya kata, watu wamekusanyana wakinishinikiza mimi nifukuze watu nyumbani kwangu ambao sikuwatafuta, ila Mungu aliruhusu waje, ndiye aliyewaleta nyumbani kwangu, Mungu mwenyewe. Ila wanadamu waliona lile halifai, wakainuka wanadamu wengi wakisema fukuza. Nilipotaka kuwaambia uhalisia, wakainuka ndimi nyingi, hii kainuka, huyu akainuka, huyu alekeno. Nikaamua kunyamaza kimya. Niliponyamaza kimya, kunyamaza kimya kwangu hakukubadilisha msimamo nilionao huku ndani, ukweli nilionao huku ndani. Mimi nikaendelea kukaa na wale watoto nyumbani, lakini kwa sababu kukaa kwangu kimya kulikuwa katika mapenzi ya Mungu aliyewaleta nyumbani, wale waliosema tutachukua vitisho vyovyote vile walivyoamua kutaka kufanya, Mungu alisimama upande wangu mimi, alinipigania. Sema amen. Nikawa salama mimi, lakini pia na watu wa nyumbani kwangu ambao shetani alikuwa anataka wafukuzwe. Unaonaje kama ningeanza kubishana nao, tungekasirishana bure. Alafu katika kule kukasirika natoka kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ninakuwa peke yangu. Chochote ukifanya kisichompendeza Mungu kinamfanya Mungu akae mbali na wewe. Kwa hiyo hata dhihirika ilivyompasa kudhihirika kwako, hata kupigania ilivyompasa kukupigania wewe, hata kutetea ilivyompasa kukutetea wewe. Ndio maana nasema maneno yenu yawe ndio na hapana. Amen. Panapostahili ndio useme ndio, panapostahili hapana ni hapana. Ndio maana watu wengi wanajikwaa kwa kutokujali na kufikiri kwa kina juu ya haya. Unashangaa alianza hapana, mwisho wanasema ndio. Umevuruga kusudi la Mungu pale, umekosa kuwa mwaminifu, umetoka katika njia ya kweli. Sasa kwa nini alisema hapana mwanzoni? Aliwaogopa wanadamu, aliogopa kuingia hasara,
hakutaka kufedheheka, hakutaka kuaibika. Kwa akalazimisha atetee nafsi yake, aipiganie, mwishowe akaja kuiangamiza, kwa sababu ukweli yani ukweli hata ungepingwa kwa maneno 1000 utathibitika tu. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwa kadiri mtu anavyotafuta kujipigania nafsi yake, kutaka aonekane ni mwenye nguvu, ni mwenye uwezo, kwa sababu maandiko yanasema hivi, mtu huyu ndiye ninayemtafuta mimi, mtu mnyonge. Sasa kule kujitetea kwingi, kule kujipigania kwingi, kujipambania kwingi, kwa maneno mengi, kwa namna nyingi, ndiko kuna kufanya sasa uonekane kama vile mtu mwenye nguvu, wakati huo kinyume chake unafanyika kuwa dhaifu. Lakini unapokuwa na maneno machache yaliyosimama na haki ya Mungu, unakuwa mtu mwenye nguvu. Machoni pa wanadamu unaonekana kama mnyonge, kama mdhaifu, lakini mbele za Mungu unaonekana mtu hodari, mtu mwenye nguvu, mwenye uwezo. Jambo la pili ndani yake anasema mwenye roho iliyopondeka atetemekae asikiapo neno langu. Sasa tutafakari, mwenye roho iliyopondeka. Sifa hii ikikosekana kwenye maisha yetu, kuwa na roho iliyopondeka, Mungu anakaa mbali na sisi. Maana anasema mtu huyu ndiye nitakayekuwa kaa pamoja naye, ndiye nitakayetembea pamoja naye, ndiye nitakayekuwa pamoja naye. Sasa ni rahisi hili neno kulisoma tu, mwenye roho iliyopondeka, si ndio? Lakini sasa huku ndani inahitaji kutafakari, mwenye roho iliyopondeka ni mtu wa namna gani? Roho iliyopondeka maana yake ni roho rojo, ni roho inayoweza kumiminwa, ni roho inayoweza kufinyangwa, ni roho inayoweza kufanywa chochote, maana imepondeka. Ni roho inayoweza kufinyangika, kuongozwa, roho iliyopondeka. Kitu chochote ambacho hakijapondeka hakiwezi kikawa na badiliko la maumbo. Jinsi kilivyokaa hivyo hivyo kinaweza kukaa hivyo hivyo. Ndio maana wale ambao mnapika maandazi, sema amen, na wale ambao mnapika vitumbua na kadhalika na vitu vingine, mnaopika vitumbua unakuta ule unga ni matokeo ya ngano iliyosagwa. Vile vitumbua ni matokeo ya unga au mchele uliopondeka pondeka, uliosagwa sagwa. Kwa hiyo vile ndivyo ambavyo unaweza ukavifinyanga, kiwe kibapa, kiwe chapati, kinafanyika chapati, liwe andazi, kinakuwa andazi, kiwe chenye kichongoke, una uwezo wa kukifanya vile utakavyo wewe, kwa sababu kina hali ya kupondeka pondeka, kinaumbika, kinafinyangika. Lakini kila ambacho hakijapondeka kinakuwa na sura ile ile. Kinakuwa na sura ile ile. Ndio maana ngano unaweza ukaitengenezea chapati, unaweza ukaitengenezea ule unga wa ngano, ukatengeneza zile nani za kumimina, zile chapati za kumimina zile. Una uwezo wa kufanya vile unavyotaka wewe. Sasa unaona, ili Mungu akae na wewe, uwe chombo kinachoweza kufanywa vile Mungu anavyotaka kiwe. Roho iliyopondeka, roho yako iwe tayari kuongozwa na Mungu anavyotaka. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Ndani ya hii roho haina kusema hili najua. Biblia inasema yeye asemaye ninajua hajui kitu. Mungu wetu ni Mungu ambaye hachunguziki. Umeona Biblia inasema hachunguziki.
Tena mara kadhaa amesema hakaliliki. Ni Mungu wa wakati na majira ya sasa. Ndio maana saa pekee inayotupasa kwa wokovu ni saa ya sasa. Sasa ukienda na Mungu wa jana, hutamfaidi wa leo, kwa sababu wa leo amekuja kulingana na hali halisi ya siku ya leo. Anajua kuna vita, atakuja kama Bwana wa vita leo. Anajua leo kuna amani, atakuja kama Bwana wa amani leo. Anajua leo kuna baraka, atakuja kama Bwana wa baraka leo. Anajua leo ni wakati unaokufaa, atakuja kama wakati unaokufaa. Anajua saa hii ni wakati usiofaa, atakuja katika hali hiyo ya wakati usiofaa, ili afiti katika mazingira yote kwenye maisha yako. Ndio maana ukiwa na roho iliyopondeka, ukajua nyakati zote za Mungu kwenye maisha yako, hutajaribu kuwaza saa unapojisikia vibaya ukafikiri Mungu hayupo. Saa unaponenwa vibaya ukafikiri Mungu hayupo. Saa unapokuwa hujafanikiwa sawa sana ulivyotaka kufanikiwa ukadhani Mungu hayupo. Ndio maana Biblia inasema kwamba saa ya kufanikiwa shukuru, saa ya kupata mabaya tafakari. Hautachukua, yani majira yote hayatakufarakanisha na Mungu ukiwa na roho iliyopondeka. Kwa hiyo kwa nini? Kwa sababu wakati wa kufanikiwa utamshukuru Mungu. Wakati wa kutokufanikiwa utatafakari ili uyajue mapenzi ya Mungu katika kutokufanikiwa kwako. Lakini asiye na roho iliyopondeka atatembea na wakati wa jana. Kama jana alifanikiwa sana, atasema kwa nini leo? Kwa mafanikio ya jana yatapoteza uhusiano wake na Mungu leo. Lakini hapa mbele tena anasema atetemekaye asikiapo neno langu. Kwa maana Mungu mwenyewe anaongea. Anasema mtu huyu ambaye atakaa pamoja naye, atatembea pamoja naye, ataishi pamoja naye, ni huyo atetemekaye asikiapo neno. Ina maana gani? Mtu asiyelizoelea neno kwa namna yoyote. Kama hili nalijua, hili nalifahamu, nalielewa. Biblia yangu inasema fadhili za Mungu ni mpya kila iitwapo leo. Fadhili alizozileta sahi Mungu ni mpya, hazifanani na fadhili za jana. Neno la Mungu ni hai, lina pumzi, lina macho. Kwa hiyo anasema atetemekaye asikiapo neno langu. Maana yake nini? Kila siku itwapo leo, neno la Mungu tulione jipya, limebeba kusudi jipya, limebeba jambo jipya, limebeba upya. Linapotokea mbele zako lazima likufanye ukae makini, ulipokee kwa kutetemeka, ukijua leo neno hili limekuja, linaweza kubeba baraka zangu, linaweza kubeba hukumu yangu, hili lilokuja leo. Hebu sema amen kwa jina la Yesu. Na katika namna hiyo hiyo ndipo Mungu akiwako ana uwezo wa kufanya jambo, ana uwezo wa kudhihirika kwako binafsi au katikati yetu kama kanisa. Lakini ndani yetu pasipo kuwapo na moyo uliopondeka, roho inayotetemeka saa ya kusikia maneno ya Mungu, sema amen, hatuwezi kumwona Mungu. Mungu hajawahi kuzoeleka. Mungu hajawahi kuishi jana. Mungu ni wa leo.
na kila siku itwapo leo ni tofauti na jana. Narudia tena, kila siku ya leo ni tofauti na ya jana. Unisikilize, hali ya jana inatengeneza hali mpya ya leo. Narudia tena, hali ya jana, haijalishi ilikuwa ni njema au ilikuwa ni mbaya, ilikuwa ni ya furaha au ilikuwa ni ya huzuni, inatengeneza siku nyingine ya leo, hali nyingine tofauti na ya jana. Unisikilize, hujanielewa? Kwa sababu tunaishi katikati ya upinzani mkubwa. Hali yako ya afya njema ya jana iliyokufanya mwenye furaha na kutumika vizuri inatengeneza mashetani na mawakala wake ulimwengu wa roho kupambana ili waibadilishe leo yako. Na mbinu wanayoitumia hawaitumii mbinu ya jana, wanaitumia ya leo kutegemea na nini kitaka. Maana ya jana waliona iliwafelisha, hawakukumnasa jana, maana waliona umeshinda kwa kuwa na afya njema, umeshinda kwa kuwa na amani, umeshinda kwa kuwa na furaha. Kwa hiyo hawawezi kuitumia silaha ile ile ya jana. Lazima hali ya jana yako ya furaha itengeneze silaha mpya ya kishetani kupigana na wewe, kuibadilisha leo yako. Kwa hiyo ukiishi na hali ya jana, leo unafanyika mateka wa shetani. Na huo ndio mwanzo wa wengi kukata tamaa kwenye safari ya wokovu na utumishi. Imekuwaje jana ilikuwa hivi? Ndio maana nilikuja kugundua, Mungu akikutia moyo jana, ujue ametangaza vita yako ya leo. Kwa hiyo usitembee na hali ya jana, jipange na kuomba kujua makusudi na mapenzi ya Mungu na kumtaka Mungu akupiganie kwa upya tofauti na alivyokupigania jana leo. Lakini wengi wetu tunalewa amani ya jana. Ndio maana Biblia inasema hivi, wakati wasemapo kuna amani ndipo uharibifu wajiapo. Sasa unaposema kuna amani, ndipo sasa kesho ni siku ya huzuni, ni siku ya machozi, ni siku ya kilio. Lakini kama ukiitazama leo tofauti na ya jana, utaishi tena leo kwa ushindi mkubwa, kwa sababu Mungu wa wakati huo atakuja kwako na kukutokea kupigana kwa upya kabisa na tofauti na jana, kutegemea na silaha za adui alizoziandaa kupigana na wewe siku ya leo. Ndio maana kama unashangaa tulimuona Mungu jana, leo hayupo. Kwa nini? Kwa sababu hali ya jana ya uwepo wa Mungu ilitengeneza hali nyingine ya leo. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho ilitengeneza vita na kumfanya adui abuni namna ambavyo atakuja kupigana kwa upya leo, kwa sababu anajua jana alifeli. Na kwa bahati mbaya adui yetu hakubali kushindwa. Kwa hiyo kwa vyovyote vile atatafuta mbinu nyingine mpya ya kupigana na sisi leo. Ndio maana saa ya wokovu ni sasa, wala sio jana. Mungu wetu ni wa leo, wala sio wa jana. Ulifanya jambo likafanikiwa vizuri jana, tafuta mapenzi ya Mungu kwa bidii, usilewe na hali ya jana ya mafanikio, ili Mungu akulete kwenye siku nyingine njema ya leo. Na ndio maana inatokeaga shetani akiona amepigwa leo, sema amen. Amepigwa, anakuchenga chenga, kesho anakupa amani ili kesho kutwa akupige. Sasa ile amani atakayokupa inakupa kuzubaa, inakupa kujiona hamna shida. Huwezi ukaomba, huwezi ukafanya lolote, lakini hali hiyo ya amani analenga ikudhoofishe. Maana ulipoomba ulikuwa na nguvu, baada ya kuwa na amani ukazubaa, ukajiona sasa hakuna shida, ndipo sasa anatumia hiyo nafasi kukunyonya nguvu ndani yako ili akupige vizuri kesho. Sasa hiyo vita ukishindwa, inamfanya Mungu akae mbali na wewe. Maana daima ukishindwa na shetani utafanya mapenzi ya shetani.
Mapenzi ya shetani yanakutenganisha na Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwamba hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Maana yake kama shetani akikusukuma akapambana akafanikiwa kupanda hasira ndani yako, ujue utafanya mapenzi ya shetani. Akifanikiwa kupanda wivu ndani yako, ujue unafanya mapenzi ya shetani. Akikufanikisha kukupandia manunguniko, kuto kuamini Mungu, ujue tayari utafanya mapenzi ya shetani. Sema amina kwa jina la Yesu. Jamani semeni amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nikwambie ukweli, Mungu anatamani kuwa pamoja na sisi kwa ukamilifu sawa sawa alivyoahidi kwenye neno lake. Nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa nini? Wa dahari. Nao wale wakatoka wakihubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara nyingi na miujiza iliyofuatana pamoja nao. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kila siku iitwapo leo ina mambo makubwa na magumu tusiyoyajua. Tukimwita Mungu, ndipo Mungu atakapojidhihirisha kwetu. Atatuonyesha hayo mambo makubwa na hayo mambo magumu tusiyoyajua, ili Mungu afanye lipendezalo katika wakati huo huo, mazingira hayo hiyo, namna hiyo hiyo, afanye lipendezalo kwa ajili ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Neno lingine ni hili katika kitabu cha Zaburi ya 51 mstari wa 16. Zaburi ya 51 mstari wa 16 anasema hivi: maana hapendezwi na dhabihu au ningetoa, maana hapendezwi na dhabihu au ningetoa, wewe huridhii sadaka ya kuteketezwa. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Dhabihu za Mungu manake sadaka zaidi, dhabihu zaidi mbele za Mungu ni roho iliyovunjika na moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hutaudharau. Moyo uliopondeka na kuvunjika, Mungu hautaudharau. Unisikilize. Moyo uliopondeka na moyo uliovunjika. Hebu nikupe tena maana hii. Ni moyo ambao haufanyi haraka. Sema amen. Moyo ambao haufanyi haraka. Moja, kujitetea. Mbili, unajua kwa nini nasema kujitetea? Iko hivi: moyo uliovunjika. Nitolee mfano. Katikati yetu Mungu huwa anatusaidia. Sema amen. Mungu huwa anafanyaje? Anatusaidia. Unajua, unisikilize, kinachoamua kwa mtu katika jambo lolote lile linalomtokea ni amani ya Kristo iliyoko ndani yako. Sasa ile amani ndiyo hakikisho la ukoje, uhalisia wa wewe ni amani ile iliyoko ndani yako. Ndio maana Biblia inasema kwamba mioyo yenu isipowahukumu mna nini? Ujasiri wa kukaa kimya,
ujasiri wa kuendelea kutumika mbele za Bwana, ujasiri wa kuendelea kuitenda kazi, ujasiri wa kuendelea kushuhudia, ujasiri wa kuendelea kuhubiri, ujasiri wa kuendelea kufanya mapenzi ya Mungu. Haijalishi ndimi 1000 zitakuhukumu. Hata kama utatokea unabii, lakini amani iliyoko ndani ya moyo wako ndiyo itakayoamua hali yako. Hata wewe waza, Yesu amekuja kukusaidia juu ya jambo, au nichukulie tu kwamba kumetokea unabii wowote au neno lolote au onyo lolote juu yako ambalo moyo wako unajua sio kweli. Kwa nini unakata tamaa ya utumishi? Unanyong'onyea nini? Unapunguza nini hatua za kwako za kuendelea mbele? Kwa sababu unamjua unayemtumikia. Unamjua ambaye unamtu. Biblia inasema mioyo yenu isipohukumu, na ujasiri. Maana una ujasiri wa kuendelea kumfanyia Mungu ibada. Una ujasiri wa kuendelea kumtumikia Mungu. Una ujasiri wa kufanya kitu chochote kile, na unapofanya kinaleta matokeo. Biblia inasema kwamba kalama ya Mungu haina majuto wala mwito. Unatoa machozi kwenye utumishi. Sikiliza, kati ya maeneo ambalo hatujaandikiwa kujuta wala kutoa machozi ni katika eneo la utumishi wetu. Huhitaji kulia wala kutoa machozi. Mahali pekee tunapoweza kutoa machozi ni namna tu mbili au namna moja kipekee. Jambo la kwanza, ile huruma juu ya mwanadamu. Sema amen. Unapomhurumia mwanadamu na kwenda mbele za Bwana ukiona kabisa kwamba huyo anaelekea kwenye shimo la uharibifu, hapo ndipo unapoweza kulia machozi ya huruma juu ya huyo mtu. Na mahali pengine ni mahali unapomshukuru Mungu kwa machozi ya furaha. Hebu sema amina kwa jina la Yesu hai. Sio kila chozi atakalolilia mtu ni chozi la uchungu. Yako machozi ya furaha, kusema mimi ni nani hata nikaokolewa namna hii? Mimi ni nani hata nikatendewa makuu namna hii? Mimi ni nani hata nimependwa namna hii? Mimi ni nani kati ya wengi? Ile hali ya kujua upendo wa Mungu ulivyo mkuu juu yako inakufanya ulia machozi ya furaha mbele za Bwana. Yamejaa furaha, lakini sio machozi ya uchungu. Semeni amina kwa jina la Yesu. Haleluya kwa jina la Yesu ali hai.